Bwana Yesu asifiwe. Benu na muwemi wechi. Naomba kusoma hotuba ya marehemu kwa ufupi. Ni kwamba marehemu aliitwa kwa jina la Dorcas Matrida, wa jamaa ya Wafulero, nyumba ya Bashimbi. Ndo Bashimbi ndo viko Basimbie. Alizaliwa pale Uvira mwaka wa 1975. Marehemu alibahatika kuzaa watoto 8. Na kati ya watoto 8, 3 walikuwa ni wa kiume na 5 walikuwa wa kike. Lakini kati ya watoto 8 wote walipita, akabaki mtoto mmoja wa kiume tu. Na kati ya mtoto mmoja wa kiume ambaye alibaki, huyo mtoto wa kiume alibahatika kuzaa watoto 3. Manake marehemu ameacha wajukuu 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Elimu. Marehemu alibahatika kusoma akafika mpaka darasa la 5 la kikubwa. Kazi. Marehemu alikuwa na kazi ya ukulima. Lakini pia ni yeye alikuwa de village wa hii kijiji ambacho tuko tunasemea hapo leo. Hizo ndo kazi ambazo alikuwa nazo marehemu. Magonjwa. Na hapa ndo nataka kila mtu asikie, labda mtu asipeleke vingine wenyewe tukusema sisi hapa. Ni kwamba marehemu alianza na hali ya ubaridi baridi. Baada ya hali ya ubaridi ikatokea homa kali. Hivyo akapelekwa hospitali. Na alivyofika kule hospitali akapimwa. Ikaonekana kwamba ini imeisha vimba. Kwenye zile harakati za kutibu ini, basi ilipofika hiyo jana ya tariki 16 majira ya saa 2 usiku, marehemu akawa ametuacha. Hivyo ndio magonjwa yaliyomuua marehemu. Kwa hiyo tuseme hapa duniani marehemu ameishi miaka 50. Miaka 50 ndio ambayo marehemu ameishi hapa chini ya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio hotuba fupi ya marehemu. Tangazo kwa familia. Kuna mtu anauliza kwamba marehemu alikuwa mke wa Bashibeni. Yes. Ni kweli? Ni kwamba marehemu alikuwa mke wa Bashamakolo, nyumba ya Losoe. Alikuwa ni mke wa ndugu yetu anaitwa Wikucha, mtoto wa mzee Adalbert pale Kalemi. Kwa hiyo Bashamakolo ndio sisi tumesimama, nyumba ya Bashilosoe, ambaye amefariki ndo mke wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangazo kwa familia. Ni kwamba tuwashukuru wote ambao wamekuja, watu wameacha shughuli. Wa kila kijiji wamefika kwa sababu ya kuja kutusaidia kwa namna moja au nyingine. Tuseme tu Mungu awabariki sana. Sasa ndo tunasema kwamba ni leo tumeanza msiba leo. Na msiba utaenda kesho, msiba utaenda kesho kutwa, lakini siku ya 4 tuombe watu wote tukutane ili tusambaze kwa pamoja, na Mungu awabariki.
Gracias.